Zari Awards ni tukio ambalo tumeliandaa, ni tukio la kitaifa ambalo limekusanya takriban 90% ya vipengele vyote vya sanaa, tukizungumza kwamba kuna kipengele cha fashion ambapo tunajumuisha mamodo, wabunifu wa mavazi, stylist. Tukija kwenye upande wa filamu kuna madirector, waigizaji wa kike, wa kiume, waandaji wa zile script ambazo waigizaji wanacheza. Lakini kuna upande wa content creating, kuna upande wa influencers. Tumecombine almost 90% ya sanaa zote, tukiwa tumeexclude zile sanaa kama waimbaji wa gospel na kasida. Na tukio letu hili litaenda kufika tamati tarehe 30 ya mwezi wa kwanza 2026, ikiwa tayari tumeshakamilisha michakato yote inayotakiwa kufanywa kwenye masuala yote ya tuzo. Lengo la kuanzishwa kwa Zari Awards ni baada ya kuona sasa kuna haja ya kutambua na kuthamini kile ambacho wanakifanya wasanii. Kama taasisi yetu inavyojieleza, sisi tunadeal na wasanii. Kwa hiyo kuna haja ya kutambua wasanii, lakini pia kuna haja ya kuhamasisha vizazi vijavyo na kizazi ambacho kipo. Lakini pia kubwa kuliko ni kuendelea kuiaminisha jamii kuwa sanaa sio uhuni bali ni kazi kama kazi nyingine. 70% ya wasanii wanatoka Zanzibar. 30% ambayo imebaki tumepata wasanii kutoka Tanzania bara, lakini wengine kutoka mataifa mbalimbali kama Kenya na Uganda. Zari Awards inajumuisha vipengele 30. Vipengele hivyo 30 ambavyo vinawaniwa ama tayari vimeshawaniwa, na ambapo tunajumuisha kwenye sekta ya fashion, tunajumuisha kwenye sekta ya filamu, sekta ya comedy pamoja na sekta nyinginezo, tukiwa exclude zile sekta za waimbaji wa nyimbo za kimungu au nyimbo za kiroho kama gospel na kasida. Na katika vipengele hivyo tayari tumepata washiriki 74, ambapo tayari hiyo ni 80% ya idadi ambayo sisi tayari tulikuwa tumeshaiweka. Kwa hayo ni mafanikio makubwa ya muitikio wa wasanii waliopo Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Tiketi zetu zimegawika katika makundi matatu. Kundi la kwanza, kundi la regular, ambalo tiketi inapatikana kwa shilingi 50,000. Kundi la pili ni kundi la business ambapo tiketi inapatikana kwa 1,500,000, na kundi la tatu ni royal, tiketi inapatikana kwa shilingi 300,000. Kitu cha kipekee ambacho washindi wakitarajie ni kwamba wanapoondoka pale basi tayari milango yao ya fursa tayari imeshaweza kufunguka, kwa sababu sisi kama Zari pamoja na Zari Awards tunafanya kazi na kushirikiana na wadau mbalimbali, makampuni mbalimbali, ambapo wao wanaweza kufungua milango ya fursa kwa wao kupitia vipaji vyao, lakini pia kupitia ushindi ambao watakaoupata. Lakini fursa hizo sio tu kwa washindi, kwa sababu hata ambao hawatopata tuzo si sababu kwamba wao sio washindi. Kwa hiyo fursa inaweza kufunguka kwa yoyote, na waendelee kujituma, na ambao bado hawajakata tiketi kuja kuhudhuria kuweza kuona au kushabikia wasanii wao pia wanakaribishwa sana. Tiketi bado zipo, zinaendelea kuuzwa katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo ofisi ya Zari, lakini Super Luxury pamoja na kwa Dijong. Watu maarufu ambao tunawatarajia katika usiku wa Zari Awards na wakiwemo wasanii maarufu kutokea hapa Zanzibar, lakini pia wasanii maarufu kutokea upande wa Tanzania bara, viongozi wa serikali mbalimbali kwa nafasi tofauti, wote watakuwepo, hasa kutokea Wizara ya Vijana ambapo mgeni rasmi anatokea, lakini pia kwenye wizara mama, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Wito wangu kwa serikali na wadau kwa ujumla, wasituache mkono, waendelee kutuunga mkono kama ambavyo huko nyuma wameanza kutuunga mkono. Basi wasikate tamaa, kwa sababu sisi kama vijana tumeamua kutumia sekta ya sanaa kuweza kujiajiri, tusingoje ajira za serikali. Hivyo wao waendelee kutuunga mkono ili tuweze kuinua pato la taifa, kwa sababu sote tunatamani kufikia malengo yetu. Hivyo wao ndio ambao wanaweza kutusaidia sisi kufika kule ambako tunataka kufika. Wito wangu kwa vijana, tuendelee kutumia vipaji vyetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipotuumba kila mtu kampa kipaji chake cha kipekee. Hivyo kipaji chako ni fursa yako, usikae nacho ndani, kwa sababu ndio sababu ya mafanikio yako.